Simba tuna vitu viwili vya msingi. Tuna msemaji mwenye porojo, tuna kiongozi bora Mangungu. Huwezi tuambia Simba tuna kila kitu wakati tuna Ngungu boy pale. Mwamba, al-captain Mangungu. Hatari huyo mtu. Nasikia akieleweki sasa hivi yani apaktoshi kule pale Msimbazi. Yani tatizo la Simba, siasa zimekuwa nyingi kuliko uhalisia. Unajua kwa hivi, unavotoka unalipa watu waende wakamwandame Mangungu ni sio vitu vya sawa. Sio vizuri kwa sababu wale mashabiki wanaoibuka wale hakuna mwanachama pale. Simba baada ya Mo kuingia aliua mfumo wa wanachama. Simba hakuna shabiki wa Simba mwenye kadi ya wanachama iliyo hai. Kadi ya wanachama ikipita mwaka mmoja hujalipia inakufa, si ndio? Shabiki wa Simba katika wale waliotoka wanamsema Mangungu, nani mwenye kadi za wanachama? Anayelipia. Sasa hamna kadi sasa. Hatuna kadi za wanachama. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Mangungu hana nguvu kwa sababu hana hela. Kwa sababu yeye ni mwenyekiti wa mashabiki na wanachama, anza kaambia sasa sikiliza mwanangu. Wewe si kiongozi wa wanachama, tusajiliwe wachezaji 4 wa kigeni. Alafu si tusajili 6 upande wa mwekezaji. Mangungu hawezi kwa sababu hakuna hata mimi naingizwa na wanachama zaidi ya kwenda uwanjani na kununua jezi. Zaidi ya viingilio vya uwanjani na jezi. Unaweza ukasajili mchezaji wa bilioni 1. Kwa hiyo unajikutana Mangungu anakosa nguvu. Kwa Mangungu baada ya kunyimwa haki kikatiba na mashabiki wao wanafiki, mimi na wamaindi. Mashabiki wa Simba ni wanafiki. Wanaopitisha hizo kanuni ni kwenye mkutano mkuu ule wa Simba wanaokaa. Na kwenye ule mkutano mkuu mashabiki wenye akili kama Mchome hatuitwi, wana watu wao. Wanawaminya meseji kimya kimya na nauli. Hiyo nauli 500 ya kutoka labda Buguruni hadi Masaki 500. Sunaenda kuitikia tu unachoambiwa. Wale mashabiki wa Simba wanapoitwa kwenye ule mkutano mkuu wanapigwa pilau, wanapigwa ubwabwa kila wanachoambiwa. Kuswa zile pilau za dua zile. Watu washaosha miguu yao pale ndo mnapikiwa pilau mnakula, kila mnachoambiwa mnakubali. Kwa sababu nyie mmetengeneza katiba mmepitisha ile kanuni iundwe bodi ya wakurugenzi. Ni mashabiki na wanachama ndio wameipitisha. Wale pale wapitisha ile kanuni, Mangungu akienda kule ni mjumbe. Sasa nataka mjumbe awe na nguvu kuliko mwenyekiti. Mangungu ni mshauri. Yaani Mangungu pale Simba hata atoke Mangungu aje sijui Mchome awe mwenyekiti pale, atoke Mchome aje mwingine, wote tutakuwa kwenye system moja kwa sababu kuna katiba inatubana. Mangungu pale akija kwenye bodi ya wakurugenzi ni mshauri. Labda kama wale wafungua kikao, jamani kikao kimeanza, ndugu mwenyekiti kuna mawazo haya. Mangungu mawazo yake yanaweza kapingwa hata na Hasano kwa sababu kule kwenye bodi ya wakurugenzi wanalingana vyeo. Mangungu mawazo yake yanaweza kapingwa na Shabaraka kwa sababu kwenye bodi wanalingana vyeo. Acha Mo wala Tayajeni ni wakubwa wale. Wewe angalia maisha ya Mangungu. Gari analoendesha. Wewe utakuja kunielewa ninachokimaanisha. Kwa hiyo Mangungu wanaotaka Mangungu ajiuzuru hawaelewi wanachokifanya, wanakurupuka. Wao wananisikiliza mimi Mchome na jaribu kuwapa elimu. Unadhani nini kifanyike sasa kuelekea msimu mpya au ili mambo yakae sawa? Shida iko pale pale. Yaani msimu ujao Simba isimami, msimu unaofuata Simba hawezi kusimama kwa sababu ya uongozi. Na anayeleta shida sio Mangungu, watu wafunguke, mbona vichwa vigumu? Mangungu hasajili mchezaji. Mangungu hali bonus. Yaani zile bonus wanazotoka mashabiki wanauliza, wangemuuliza Mo na Tayageni. Wale ndo wanajua bonus ziko wapi. Kwa sababu Mo hatoi pesa bila kuwa na saini ya Tayageni. Akipata jambo, jamani mheshimiwa, kuna bonus hapa ya wachezaji, ataambia nendeni kwa Tayageni. Sasa unamlaumu vipi Mangungu? Kwa Tayageni atatoa hela ofisini ampe Mangungu akawape wachezaji? Wala swali linawezekana. Sasa kwa nini mnamuuliza bonus Mangungu? Eti kisa ni mtu mlemchagua? Kwani hizo katiba alizichagua nani? Sisi wenyewe na elimu zetu ndogo. Kwa hiyo ifikie mahala wana Simba mjitambue. Kwa nini inapotokea shida pale Msimbazi ndo wanaanza kukumbuka masuala ya Mangungu kwamba ndo afai pale Msimbazi? Mangungu ndio mtu anayemudu pale Msimbazi pale. Mtu anayemudu ni Mangungu.
Hamna mwingine ambayo mashabiki wanamudu. Utamudu Mo unamweza. Tayageni gari tu anatembea Balbabas, si Balbabas, gari ya bilioni 2, si bilioni 1 na ushe. Unamweza mtu kama huyo. Unamwanzaje? Utamtafuta mwenye VX ya zamani ile namba A, Mangungu. Lakini mtu anabonyeza tu Balbabas ile gari ile ya mabilioni ya hela. Una uwezo wa kumsema Tayageni. Mangungu ambaye ndio maana watu wanamsema Mangungu. Lakini Mangungu anavumilia mengi. Yaani Mangungu mkisema mashabiki kila kitu kinachoendelea mule ndani atoe nje, Simba inapasuka ile. Haki ya Mungu. Mimi nawaambia waishie hapo hapo. Akisema Mangungu atoe kila kitu anachokiona mule ndani kinachoendelea, Simba inapasuka ile. Simba inavurugika. Kwa hiyo mimi kwangu Mangungu ni kiongozi bora kwa sababu ana uwezo wa kuhandle ile situation. Kwa hiyo mashabiki wanamlaumu eti Mangungu asingeleta timu. Mangungu yeye anasajili wachezaji. Nini mashabiki wa Simba walitambua hilo? Mosa anasema ametoa bilioni 7. Zile bilioni 7 amesema amempa Mangungu. Sasa kwa nini mnamtukana Mangungu? Ifikie mahala elimu mwe mnasoma. Kwa hiyo pale Msimbazi elimu ndogo. Mashabiki hawana elimu darasa la 7 wote wale la zamani tena failure. Hawapewi elimu ya kutosha kwa maana viongozi wa Simba hawatoi taarifa maalum kwamba ili wao mashabiki waweze kuelewa. Yaani iko hivi, viongozi wa Simba walishatenga kale ka hata deadline ile deadline ni miongoni mwa mashabiki na viongozi. Mashabiki kwa mashabiki, yani wametengeneza kama mstari ambako shabiki huko kiongozi huku. Mwanangu, mashabiki wa Simba hakuna mwenye access ya kuonana na Tayageni. Unamuonea wapi? Mimi sijui hata namuona wapi Tayageni nikimtaka. Namuona wapi? Lakini Mangungu uzokaenda garage ukakutana naye. Alikuwa tunamudu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba ifikie mahala tuelewe shida ya Simba sio Mangungu. Shida ya Simba ipo kwenye usajili. Kama unataka uulize wachezaji, kamuulize magoli. Magoli wachezaji wanaokuja sio wa viwango, ni wa shingapi ngapi, tuwekeni mikataba hadharani. Ama zile zilizokuwa nataja kwamba si milioni ngapi na ngapi ilikuwa ni uongo. Watu wekee mikataba hadharani kwamba huyu amesajiliwa milioni 600 hii hapa. Katika bilioni 8 za Mo zilizobaki ni milioni ngapi? Na mchezaji akili kweli milioni 600. So wanachukua wachezaji wa milioni 20, milioni 30, 40, 50 wenye njaa huko wenye vipala wengine, unawaleta Simba. Sasa Ateba yule milioni 500. Wewe muangalia Ateba uchezaji wake milioni 500. Walivyosema. Sio tuchukuliaje sisi? Mwisho wa siku hatumtaki Mangungu. Mangungu kwa nini? Simba ikishinda anapewa maiki Mo. Simba Day mshampaga maiki Mangungu. Simba Day mmeshaye kumpa mwenyekiti wa mashabiki. Si mashabiki wamejaa pale uwanjani. Mshaye kusema mwenyekiti wa mashabiki njoo ongea na watu wako. Simba Day. Simo anakuja anatambulisha ukoo wake pale. Namtambulisha kaka yangu, namtambulisha dada yangu, si namtambulisha shangazi yangu. Sasa Bwana Mchome, wewe haya mambo uliyazungumza sana kabla hata huu msimu ambao umeisha sasa. Haujafika hata robo. Ulizungumza sana na watu wakana wewe ni mamluki. Pengine walistahili kukusikiliza. Watu wanisikilizi, tatizo lao. Watu wanisikilizi. Kinachofuata ni nini? Yakitokea yale ambayo niliyoyasema, ndio wanasema Mchome alisema jamani Simba ni mbovu. Ubovu wa Simba sio neno Simba. Mimi ninavyosema Simba ni mbovu sio neno Simba eti ni mbovu. Kuna vitu pale vichache ndio vinapelekea timu kuwa mbovu. Mimi nasema wachezaji, semi timu. Wachezaji wabovu. Wachezaji wabovu. Ulisema bwana, unasema Joshua so mchezaji ukasema Ateba wewe hamna kitu. Niliwaambia Joshua Mutale hamna mtu mule, Ateba hamna. Haya Joshua Mutale kwenye dabi maskini ya Mungu kama alimiliki mpira hata sekunde 5. Unionyeshe alidribble akamiliki mpira sekunde 5 nikupe 500 hapa. Kwenye dabi ya Yanga na Simba. Joshua Mutale mwenye video yake alimiliki mpira sekunde 5 nampa 500 hapa. Kwenye dabi alicheza Mutale CGR, mchezaji anayekimbia kama treni ya umeme. Mnionyeshe treni ya umeme, si ndio? Alimiliki mpira sekunde 5 alijua anaenda sheka. Kwa maana ilikuwa kigusa tu ananyang'anya. Wamechukua treni ya umeme. Bwana. Sasa unakuja kumlaumu Mangungu. Mangungu ndo kamleta treni ya umeme. Elimu ndogo kaka. Bwana, mara ya 5 Simba wanapoteza mbele Yanga. Bwana, hiki kisasi kitaweza kurudishwa kweli? Hichi kisasi hakijaisha.
Yaani sio mwisho hapa. Yanga tunaye sana. Yanga tunaye sana. Unajua Yanga bado ana misimu mingine 4 ya kutufunga mfululizo. Ana misimu mingine 4. Kwa katika ile rekodi ya mara 5 Yanga atatufunga zaidi ya mara 10 msimu. Yaani hadi Simba inakuja kusimama zaidi ya misimu 10. Na ni kwa sababu tu anisikilizi. Ukimsikiza Mchome unafanikiwa. Bwana. Kwa Yanga bado ana misimu 4 ya kutufunga. Wachezaji wazuri wapo. Sio, unaelewa? Kuna akina Fei, akina Soa wale. Washazoea mazingira ya Bongo. Tia bilioni 2 kawachukue Mo, wewe tajiri. Tia B2. Si ndio? Fei. Tia B2. Soa. Pale ushatibu tatizo la forward na namba 10. Umeelewa? Inawezekana sasa kwa Mo kutoa hizo hela. Why not? Si kama atoa bilioni 7 na sajili, atashinda kutoa bilioni 4 ya watu wawili wale. Safari zaidi ya bilioni 15 zinahitajika za usajili. Bwana, ile alivyosema kwamba ameingia mwenyewe kufanya usajili, hii haijasaidia Mo bana kusema kaingia mwenyewe kufanya usajili, Mo yuko bize. Yaani Mo yuko bize kabisa. Yaani Mo hana habari. Ashindwe kuwaza makampuni yake aiwaze Simba. Hilo swala haliwezekani. Alipo kabisa kwenye maisha ya mpira wa Mo. Kwa Mo atakachokifanya, mtampa budget, atawaingizia hela, ataendelea na shughuli zake. Hiyo ndio shida iliyopo. Malizie sasa, unaonaje msimu unaokuja sasa Simba wapi ambapo panahitajika pafanyike marekebisho haraka? Simba mimi sioni hata uwezo kujenga timu kwa muda kwa mwezi mmoja, kwa miezi mitatu ikasimama. Tujipange tu mdogo mdogo. Tujipange. Tuachie tu kombe Yanga misimu 3 4 ili tukirudi tupige backup. Hivyo tu. Shukrani. Pamoja sana.